Ndani ya saa 48 kutoka katika ziara yake ya kihistoria kule Uchina, Rais Donald Trump wa Marekani amerejea vitisho vyake vya awali dhidi ya Irani, akiwaambia kuwa muda unakwenda na wanapaswa kwenda kwenye makubaliano na waipe Marekani kile ambacho inataka. Vifungu vitano vimewasilishwa tena kwa mara nyingine kwa Irani ili waweze kukubaliana na hili, yakiwemo kuwa Irani itakuwa na kituo kimoja tu cha urutubishaji wa urani ambacho kitakuwa kikifuatiliwa, lakini ni lazima iidhinishe kukubali kuondoa urani yake iliyorutubishwa iende Marekani, na Marekani imegoma pia kuachia rasilimali za Irani ambazo ilikuwa ikizishikilia. Ndani ya muda huo, Marekani inatoa vitisho vikali kwa Irani ikisema kuwa ustaarabu unaweza ukatoweka tena, katika matishio yale yale ya Donald Trump. Muda mchache toka rais wa Marekani Donald Trump kuambia ulimwengu kuwa rais wa China Xi Jinping alikuwa amemuunga mkono katika harakati zake, hasa kuhusu swala la Irani na mfereji wa Hormuz. Taarifa kadhaa zilizotolewa na White House zilionyesha uungaji mkono wa Uchina kwenda kwa Marekani dhidi ya mshirika wake wa karibu Irani. Uchina baadaye ilikuja ikatoa taarifa ambazo inazifahamu yenyewe kuwa zilikuwa zimetafsiriwa tofauti, na ikatoa msimamo wake wa wazi kuhusu mgogoro na jinsi inavyoangalia au mwelekeo wa kutatua huu mgogoro. Nini? Ni kuwa hakuna tena matumaini ya Marekani kwa Uchina, au tunarudi kwenye vitisho vya Donald Trump katika kipindi kile kinaitwa TACO, Trump always chicken out, au mara hii wanasema kweli. Jopo la wanasiasa wa Israeli na wanausalama wamekutana na waziri mkuu wa Israel Netanyahu katika kujadili mpango mpya, ima kurejea kwenye vita ya Irani. Lakini wakati huo huo, Rais Donald Trump amezungumza kwa simu na waziri mkuu wa Israel Netanyahu, lakini Donald Trump anatarajiwa kukaa na yeye na watu wake wa karibu wa masuala ya kiusalama hapo Jumanne, na yeye kujadili kuwa tunafanya nini kijacho. Je, vita inarejea au harufu ya nini hii? Amani iwe nawe. Peace be upon you. Natumai wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema na majukumu yako ya kila siku. Ujio wangu ni wa kawaida tu, tunazungumza, tunapeana taarifa ya mambo mawili matatu ambayo yamekuwepo duniani au yakiendelea duniani kwa wakati mwingine, kwa sababu dunia imekuwa katika kipindi ambacho huwezi kukielezea. Kipindi cha aina gani? Hakina maelezo, lakini tumekuwa kwenye mtanziko mkubwa kabisa. Bei ya mafuta duniani imepanda mara nyingine baada ya tangazo la awali la Rais Donald Trump kuwa ataishambulia Irani na kuondoa ustaarabu wote. Masoko ya hisa duniani yameporomoka kwa kiwango chao. Lakini swali ni kuwa ziara ya Donald Trump kule Uchina imekuja na majibu yepi? Kwa nini ndani ya saa 48 tu baada ya ziara yake, Marekani inaanza kutoa vitisho vipya kwa Irani, huku mazungumzo ya awali ya Marekani ilisema kuwa huenda Uchina ingetatua hili swala? Kuna wakati anataka, nani anapata? Yes, inaweza ikabaki katika hiyo nadharia kuwa jopo la Marekani lililoelekea Uchina lilikuwa limeainisha baadhi ya hasara kubwa ambazo Uchina anazipata kwenye mzozo. Wataalamu wake wakiwa wameangazia hayo ndio kipaumbele, kuwa tutakwenda kumwonyesha Uchina kuwa anaathirika kiwango gani na hii vita. Kwa hiyo walitegemea katika athari ambazo China anazipata kwenye huu mgogoro, huenda ingesaidia, kwa sababu nafahamu kuwa uchumi wa Irani ni kama umeshikiliwa na China, kwa sababu mauzo mengi ya nje, au kusema kuwa mapato makubwa ambayo Irani anayapata kutoka nje ni kutoka China, ambako China hununua mafuta yake kwa kiwango kikubwa. Sasa kama tukimfata mnunuzi anayeifanya ile nchi iwepo na tukamshawishi aweze kubadili mwelekeo wake, maanake ile nchi itadondoka. Nadhani ilikuwa ni matarajio. Kwa hiyo jopo kubwa la Marekani lilienda kuonyesha magep makubwa ya China kuwa sababu ya huu mzozo hii hasara unapata, sababu ya huu mzozo hii hasara unapata. Mauzo ya nje ya China yameporomoka kwa kiwango kikubwa, hiyo liko wazi. Mauzo ya nje yameporomoka. Mfano nitakwambia kuwa pale Mashariki ya Kati alikuwa akiuza karibu 13 billion kwa mwezi,
more than 13 billion, bilioni 13 plus China alikuwa akiuza hizi nchi tu za GCC, mauzo ya nje kati mpaka Februari ameuza hiyo, na mpaka Machi kwa sababu order zilikuwepo ameuza hiyo kati ya bilioni 13 na kitu. Lakini kutoka April kwenda juu mauzo yameporomoka sana mpaka yameshuka kati ya 5.7, yani bilioni 5 na kitu yamebaki hapo. Maanake kuwa kuna gap kubwa sana ambayo limeporomoka hapo kutoka kwa mauzo ya nje ya China. Lakini tu kuwa miradi mikubwa ya China iko katika hizi nchi za GCC, lakini naweza nikasema nchi zote za Mashariki ya Kati. Miradi ya China ambayo inaendelezwa hapa ikiwemo ujenzi wa viwanja, barabara, majengo na mambo mbalimbali ambayo China anajenga hapa yana thamani ya zaidi ya bilioni 340, zaidi ya bilioni 340. Ukichukua hili pato la bilioni 340 ni pato zima la serikali ya Iran, China kaliwekeza pale, lakini imekuwa hatihati na wenyewe wapo kwenye mtanziko kwa sababu havifanyiki hivi vitu vyote. Sasa Marekani wanayafahamu haya kuwa hata China anapata hasara. China anaagiza mafuta kwa Irani, mfano mwezi uliopita kutoka kuchukua karibu pipa milioni 3 na kitu kwa siku amekuwa akichukua kati ya milioni 1.6. Kwa hiyo ni kiwango kidogo, karibu nusu kwa nusu mafuta tena ya China hayaendi. Sababu China na kwenyewe pia bei ya mafuta imepanda na imebadilika, yani maisha yamebadilika pia. Kwa ile athari imekuwa hata wao China imewagonga vizuri tu. Sasa Marekani walihisi kuwa tupo kwenye msiba mmoja. Kwa hiyo tukienda kwa Uchina, kwa sababu misiba yetu inafanana na tutalia pamoja, atasaidia kwa sababu aliyezuia ni upande wa pili, mshirika wake wa kimkakati wa kibiashara Irani. Kwa China anaweza akampa shinikizo Irani akakaa kwenye meza na akakubaliana kwenye hili. Matokeo yamekuwa ni tofauti baada ya China kuonyesha rangi yake asili, na hii yote ilikuwa mchezo wa Marekani na China, ilikuwa nipe nikupe, unanipa na kupa. Umeleta Irani na kupa Taiwan, tatua hili ni tatue hili katika hiyo style. So Marekani amehisi kama kuwa yani China hana haraka ya kutatua mzozo, yani kuwa yeye anaweza kusuluhisha lakini hana haraka. Wakati hana haraka, anajaribu kutatua matatizo yake ya nyuma na Marekani ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu, matatizo ya kibiashara, matatizo ya vikwazo vimekuwa muda mrefu. Afunguliwe soko la Marekani, kama vile huwa nawaambia soko la Marekani ni soko bora sana la mauzo. Kwa hiyo analitaka lile soko, kwa sababu Marekani kapigwa kitanzi. China anaona kuwa wacha niende naye vile vile. Ndio maana huenda China akatatua hili swala, lakini kwa gharama, sio katika ule muktadha ambao Marekani angeutafsiri kuwa tunalia wote, tunaumia wote, njoo tulisuluhishe. No. China tutalisuluhisha katika njia ambayo mimi naona iko salama. Sasa kurejea tu kwa Donald Trump, unaona vitisho vipya vimeanza kuelekea kwa Iran, na hii ni ishara kuwa hakuna suluhu ambayo imepatikana kutokea China. Sasa jana Marekani ilituma tena proposal yake ya vifungu 5 ambavyo ni vile vile ambavyo Iran mara kadhaa wamekuwa wakivikataa, lakini Donald Trump jana akiongea na vyombo vya habari kadhaa ikiwemo Axios viliandika kuwa Marekani ilikuwa inatarajia majibu sasa kutoka kwa Iran, na pale Donald Trump akaandika kwenye mtandao wake wa Truth Social kuwa wakati unakwenda, Iran lazima wafanye majibu, watoe majibu sahihi ili tuweze kulimaliza hili, vinginevyo ustaarabu wote utaondoka. Amerudi kwenye tishio ambao amekuwa akilitisha na kulitisha, lakini halieleweki ni lini litakuwa. Vyombo vya habari vingi mfano vya Israeli vinaandika kuwa kuna uwezekano mkubwa kabisa kurejea kwa vita, kurejea kwa mapigano, jambo ambalo ndio hasa kusudio la ndani ya Israeli. Zaidi ya 55% ya Waisraeli ndani wanatamani hii vita iendelee, yani wanataka kiendelee, na hili nilishawafafanulia kipindi cha nyuma kwa nini Waisraeli wanataka hii vita iendelee. Kwa sababu vita hii ilikuwa inaamua hatima yao, na ni vita ambayo kuwa wao hawataki maigizo ya yale wanasiasa au wale maafisa wa kijeshi ambao wa Kimarekani wamekuwa wakijaribu kuitafsiri au wakijaribu kuichapisha duniani kuonekana kuwa tumepata ushindi kamili, tumeangamiza Iran. Hawataki hayo maigizo, wanataka ukweli utoke kwenye hili. Sasa zaidi ya 55% ya watu wa Israeli wanataka, lakini si tu kuwa ndani ya 55% ndani ya Israeli ndio kusudio la Waziri Mkuu Netanyahu, ndio anachokitaka, kwa sababu uchaguzi upo karibuni na washirika wake kwenye muungano tayari kuna kura ya maoni ambayo itapigwa kama kuvunja bunge. Sasa ukivunja bunge maana yake umevunja serikali. Katika wiki hii itaamuliwa kupigwa. Kwa hiyo Netanyahu anaweza akapata kingine, yani akaweza kupata. Wiki jana niliwaambia kuwa tutarajie kutakuwa kuna mzozo mkali sana sehemu mbili. Ima ataanzisha vita Gaza
au watarudi Lebanoni kuchochea vita iwe kubwa zaidi, na yote yametokea. Niliyezungumza na tayari yamekwisha kutokea. Tumeona kinachoendelea Lebanoni, licha ya kuwa juzi Marekani wanasema kuwa wameextend katika mazungumzo ya Israel na Lebanon, wameextend ceasefire siku 45. Yani mna ceasefire ambayo haieleweki ni ceasefire ya nini, ya kwenye makaratasi, lakini kwenye uwanja wa vita still vita inaendelea. Kwa hiyo kuna extend ya siku 45, lakini still bado kuna vita, kote kuna vita. Sasa haya ndio matarajio ambayo Waziri Mkuu Netanyahu anayataka kujinusuru na hili, kwa sababu siku zake zinahesabika. Kura ya maoni pia ya juzi imeonyesha kuwa muungano wake hauwezi ukatimiza wabunge ambao wanapaswa kuwepo, ila upande wa pili wana kati ya wabunge 51 ambao wanaweza wakapata kwenye vyama vya kawaida, lakini vyama vya Waarabu vya Israeli vitapata wa viti 10 vya wabunge, ambapo kwa ukijumlisha viti 10 na vile 51 unapata wa 61 ambao wanaweza wakaunda serikali. Kwa hiyo wanaweza karudi kwenye muungano uliovunjika wa wakati ule wa kina Naftali Bennett na kina Yair Lapid ambao ulikuwa na mpana wa vyama vingi zaidi. Muungano wa Netanyahu haujakidhi bado na hawezi kuunda serikali ikibidi kama uchaguzi utafanyika. Na katika sehemu ambayo huwa inafanya tathmini ya kura ya maoni ambayo huwa ni halisi kabisa ni Israeli. Nimekuwa nikifuatilia siasa ya ndani ya nchi hii na ninathibitisha kuwa kura ya maoni ya Israeli ya ndani huwa mara nyingi inakuwa iko sahihi. Mara nyingi zaidi, naweza kusema zaidi ya 97% huwa inasema kweli. Mara zote huwa inasema kweli. Zaidi ya 97% nakupa kuwa itasema ukweli. Inawezekana, ni sahihi kwa hili. Sasa je, tunaweza tukarejea kwenye vita? Nimezungumza na wewe mara kadhaa nikakwambia kuwa ni vigumu kumaliza huu mzozo katika kipindi ambacho hakuna upande unaopunguza matarajio. Ni Marekani na Israeli yake madai yao ni yale yale, hawajawahi kuyarekebisha. Irani madai yake ni yale yale, hajawahi kurekebisha chochote. Sasa matarajio ni yapi? Matarajio ni hakuna kingine. Tunaweza tukashuhudia tena mgogoro mpya kabisa, tunaweza tukashuhudia vita mpya ikaanza hivi karibuni, na hilo litakuwa kusudio la. Lakini vita hiyo, ujio wa vita hiyo ni ishara tu ya kuwa tunakwenda mwisho. Yani Donald Trump na hawezi kunani tena hapo, kuwa maybe amekata tamaa kuwa wacha itavyokuwa, lolote litalokuwa, kwa sababu yeye kubaki kwenye vita ni hatari, kukaa nje ya vita ni hatari, kumaliza vita ni hatari. Kwa hiyo machaguo ni magumu sana kwa Donald Trump pamoja na Netanyahu. Wao kila kitu kwao kina athari yake, kwa sababu kitu kimoja ambacho Netanyahu anaweza yeye akatembea nacho akakibeba, kuwa mgogoro unatokea katika eneo lake, kwa hiyo athari inayokuwa ndani kwake. Pale itapozidi vita kuwa kubwa, Netanyahu anaweza kushikilia madaraka katika kile anasema kuwa hatuko kwenye amani ya kufanya uchaguzi. Kwa hiyo yeye anaweza kunusurika na ule uchaguzi, kama vile ambavyo amekuwa akifanya kujaribu kukwepa kesi zake. Hiyo anaweza kulifanya, lakini kwa Donald Trump ni tofauti. Trump yeye abaki kwenye vita, asibaki kwenye vita, aendelee kupigana mpaka wapi? Muda wa uchaguzi wa Novemba utapofika, uchaguzi utafanyika na majibu yatakuja, kwa sababu tayari wa Marekani wanaliona hili na jinsi kinachoendelea. Watu wote wanafahamu nini kinaendelea, na majibu yatakuja kwa wapiga kura ambao wataenda kwenye sanduku wakaamue. Sasa Netanyahu kisha zungumza na jopo lake la maafisa wa kijeshi na tayari wameshajiandaa, na toka wiki jana walishaijulisha Marekani kuwa tayari walikuwa na listi na orodha ambao waliifanya kwa pamoja na CENTCOM ya Marekani kuangalia kuwa ikiwa vita itarejea watashambulia maeneo gani na maeneo gani. Tayari wao walikuwa na maeneo ambao wameshaandaa kuwa tupige hapa na hapa na hapa na hapa. Hiyo iko hivyo upande wa pili, lakini upande wa Marekani sasa Donald Trump atakutana na washirika wake au watu wake wa kijeshi na yeye kuamua kuwa turudi kwenye vita au tuamue kustopu kwenye hii, vyovyote itavyokuwa. Upande wa Irani wamesema kuwa hawakubaliani na chochote kilichotumwa na Marekani katika yale makubaliano yao. Wanasema kuwa chochote alichotuma hana nia yoyote ya usitishaji wa vita, kwa hiyo hatukubaliani na chochote. Na wao wakasema kuwa ikiwa watarejea vitani, basi wao wako tayari tuendelee tena na vita, kwa sababu wanasema wamejiandaa vya kutosha, na mara hii wanasema watatoa fundisho kali zaidi kwa Marekani na washirika wake. Lakini kile ambacho kinachoendelea kuwa jana juzi, karibu wiki nzima sana, Mashariki ya Kati imekuwa na migogoro. Unajua kwenye ceasefire awali kulikuwa kama kumepoa, lakini takriban kama wiki moja imepita, mashambulizi yamekuwa mbalimbali yakifanyika UAE, yakifanyika Saudi Arabia. Sasa jana kumekuwa na muendelezo wa mashambulizi. Leo Saudi Arabia inatangaza kuwa imepangua drone karibu 3 ambazo zinatoka Iraq, lakini juzi tajwa kuwa Saudi Arabia ilifanya mashambulizi baadhi ya makundi yaliyo Iraq kule, lakini UAE jana kwenye generator zake ambazo zinazalisha umeme wa nyuklia pia zimefanyika mashambulizi ya drone ambayo yameelekea UAE. Kwa hiyo tunarudi kwenye kile ambacho ninawaambia, ikiwa mara hii kutazuka vita, msitegemee kama hii vita itakuwa ni ya Israeli
na Irani pekee na Marekani. Hii vita ni lazima iwavute Warabu, yaani Warabu wanaingia kwenye hii vita sasa, na pale Warabu watapoingia kwenye vita, huu mzozo ndio utazidi kuwa mbaya zaidi, kwa sababu athari hii ambayo sasa hivi tunakaa tunalalamika bei ya mafuta kuwa juu au vyovyote itavyokuwa, tutakuja sasa hapo sijui tuzungumze nini, kuwa tutaogelea kwenye kulalamika, yani tutakuwa kwenye hali ngumu zaidi kuliko hapo sasa. Sasa hali ni ngumu, ni kama vile China kaamua kutumia nafasi ya Irani ili kutimiza malengo yake kwa Donald Trump. Ni masharti mengi ambayo China kayatoa ili aweze kutatua swala la Irani, kuwa nitakutatulia lakini utanipa hiki na hiki. Sasa Marekani tayari kaishachungulia kuwa madai ya China ni magumu zaidi, ni kama vile hajapata kile alichokitaka, kwa hiyo anaona kama vile hebu tunaweza tukafikiria option mpya. Lakini wakati huo Donald Trump anafahamu kabisa kurudi kwenye option mpya, mfano ya vita na vitu vingine kurejea ndani, si nzuri tena kwa upande wake na washirika wake wakiwemo watu wake wa Republican, kwa sababu unaona kuwa Republican kadri muda unavyokwenda inazidi kugawika, na baadhi ya maseneta, juzi Trump alimshambulia seneta mmoja wa Republican ambaye alipiga kura dhidi yake. So hiyo ndio hali halisi iliyopo hivi sasa. Sasa nadharia halisi inayoishi ni muda utaamua kuwa tunabaki, tunakwenda, tunamaliza. Muda utatupa majibu kuwa nani atafanya nini kwa wakati gani na lipi litakuwa. Sasa tutanunua mafuta bei ambayo sijui ipi. Hakuna chochote tunachoweza kusema, kwa sababu hata huko ambao walijinasibu kuwa wana mafuta ya kutosha, wana kila kitu, bado na wao wanaogelea kwenye hii hali ambayo tuko nayo sisi. Hatujui nini kitakuja kutokea hapo. Sasa wiki ya maamuzi ni wiki hii. Wiki hii tutapata jibu la moja kwa moja kuwa nini kitakuja kutokea, kwa sababu nilizungumza na wewe hapa nikakwambia kuwa hatuwezi kuelewa lolote litalotokea au nini kijacho, ni mpaka Donald Trump atoke kwenye ziara ya China. Akishatoka China tutapata taswira kamili, kwa sababu anakwenda China kwa ajili ya suluhu, ili akamshinikize China ambaye ni mshirika wa Irani aweze kumsaidia kwenye hili. Kwa hiyo kama tayari inaonekana kuwa Irani naye kwenye huu mzozo ameegemea upande wa Irani, China ameegemea upande wa Irani, hataki kutoa suluhu au hajafuata kile Donald Trump alikuwa anakitarajia. Kwa hiyo Marekani wanaona kuwa tunaweza tukarejea kwa hali nyingine yoyote, kuwa tuendelee kuumia wote au tukapige wapi au tukaguse wapi ambapo China aumie zaidi, naye ili aweze kumuita mtoto wake mezani, maana na mimi naumia huko wakati una nani mnapigana na huyo, vyovyote itavyokuwa. Lakini hali si nzuri. China ni kama ametema bongo, kwa hana mpango wa kumsaidia Marekani kwenye hili. Anataka amtumie Marekani kwa ajili ya faida yake, kwa sababu tayari Marekani ilishamuumiza China vya kutosha. Kwa hiyo China anaona kuwa sina wakati na wala siwezi kupata wakati wowote mzuri ambao na uhisi ni bora kwangu. Huu ndio wakati sahihi kabisa kumtumia Marekani ili niweze kutatua matatizo yangu. Sasa Marekani naye ni kama vile kastuka kuwa China anataka kunitumia kwenye huu mzozo ili afaidike na mimi. Kwa hiyo hatujui nani anafanya option gani kwa wakati gani, lakini muda utatupa majibu. Ni kushukuru popote ulipo, inshallah, na mimi nitakuja kuzungumza nawe mara nyingine yatayojiri. Haya ndio yaliyojiri leo. Asanteni, shukran sana.